Zalendo. Hapa ni Kasenyi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Hapa ni tangu jana asubuhi sana ambapo mapambano makali yalianza kati ya kikundi cha wazalendo kinachoitika kwa CMPDN kikiongozewa na Jemedari Kigingi Kotala Dodie. Ndipo wamemuanza mpiga adui hapa Kasenyi na pembezoni, na wazalendo wa kikundi hicho walifaulu kuuteka mji huo wa Kasenyi. Yes, mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena siku njema na mchana mwema wa leo vendredi le 22 Mei 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Moja kwa moja taarifa zetu kamili za mchana wa leo tutazianzia kwenye uwanja wa vita mteritoire ya Masisi kunapoendelea kuripotiwa mapigano makali tangu asubuhi ya leo kati ya wazalendo na FARDC wakipigana na wasi wa M23 wakiungwa mkono na RDF jeshi la Rwanda. Mapigano haya makali yanaendelea kuripotiwa katika maeneo ya Kinigi na muakse tofauti mu eneo za Masisi ambapo chugi kabisa iko mikono ya wazalendo kwa sasa. Pia eneo ya Kasenyi wazalendo waliweza kuirekipere kwa sasa, wakawa kabisa wanakontrole eneo hiyo. Walirekipere silaha mingi ambazo mutakuja kuziona kabisa kwenye video ambayo tutatia hapo wakati wazalendo walikuwa wamemaliza operasyon ya ratissage. Mteritoire ya Masisi kunaendelea kabisa kuripotiwa mapigano ya hali ya juu kati ya pande mbili. Tumewaletea taarifa mingi Mukavumu katika eneo ya Mbayo. Jana kuliripotiwa mapigano makali. Sasa baada ya mapigano makali yaliyokutanisha wasi wa M23 na wazalendo, wakaaji 5 walipoteza maisha yao, ambapo kabisa ni huzuni sana kwa familia ya hao wakaaji katika mwingine wa Mbayo. Tutawaambia kuhusu tatizo ya Ebola ambapo jeshi kabisa lilidai hatua zinazofaa ndani ya vikosi vilivyoweka kwenye mstari wa mbele donko kulinye defo katika maeneo ya Ituri na Nord Kivu na Sud Kivu ambapo wanakabiliana na wasi wa AFC M23. Tumewaletea taarifa mingi kabisa. Mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata taarifa zetu zote kwa wakati, na muendelee kucomment na kuzilike hizi habari pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ambapo taarifa zetu zote mtakuwa mkizipata taarifa 5 kwa 5. Mujiunge nasi mkigusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description kuna link yetu. Mguse kwenye link hiyo mkijiunga, au mtuandikie hata kwenye namba hiyo. Taarifa zetu zote mtakuwa mkizipata 5 kwa 5. Moja kwa moja taarifa zetu kamili tuzianzie kwenye uwanja wa vita mteritoire ya Masisi. Tuanze kabisa na wazalendo ambao baada ya kurekipere eneo ya Kasenyi walikamata vifaa vingi wakati walikuwa wamerekipere eneo hiyo na kufukuza ndani wasi wa M23. Video njoo ile muifuate. Zalendo. Hapa ni Kasenyi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Hapa ni tangu jana asubuhi sana ambapo mapambano makali yalianza kati ya kikundi cha wazalendo kinachoitika kwa CMPDN kikiongozewa na Jemedari Kigingi Kotala Dodie. Ndipo wamemuanza mpiga adui hapa Kasenyi na pembezoni, na wazalendo wa kikundi hicho walifaulu kuuteka mji huo wa Kasenyi. Na hapo wazalendo kwa ushujaa wao wa kikundi hicho
waliendelea mbele na kufikia saa za usoni, saa za magharibi, Generale Mutayomba Stanislas anayehusika na vita wa kikundi hicho, ndipo alipanga tena vita upya ya kumupiga M23. M23 hiyo inayosapotiwa na jeshi la Rwanda, wakamupiga. Walipanga vita upya, na hususani mulima wa Kinigi na mulima wa Chugi, na hapo kanali anayeitika kwa jina la Banona, anayejulikana kwa jina la Malaleze wa kikundi cha Pareko FF, ndipo hapo alimupiga adui na kumchagi sana kwa mulima wa Chugi. Akamuchagi vifaa mingi sana vifatavyo. Alimuchagi RPG 3 munaziona, alimuchagi 12.7, alimuchagi PKM 2, akamuchagi na koba ambao wanaita kwa jina la santimilimeter, ni kisiraha kikubwa sana. Huyo kanali Banona na jeshi ambao anaongoza waliwapiga sana, na hapo tunaendelea vita, tunamupiga adui, tunapanga kuendelea kumupiga na kumsukuma tumufikisha hadi mwisho pale Sabinyo kwenye alitokea. Hapa ni asubuhi tunatangaza hii tangazo kwa hii asubuhi ya leo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Wazalendo viva! Sawa. Na mapambano ni makali sana, na tutampiga adui na kuendelea mpaka kumfikisha hadi mwisho. Asante. Nadhani kwamba ile video umeifuata bien, umeona silaha zenyewe walirekipere pale. Ni Mumasisi, maeneo ya Kasenyi, kilomita chache kabisa na maeneo yenyewe yako ndani vita Kasenyi, plito eneo za Kinigi osi muzingine axe Ngungu kule nako iko mbali na eneo ya pale, kwa sababu pia eneo ya Kasheke nayo iko mikono ya wazalendo. Tuendelee na taarifa zetu hapo. Nadhani kwamba mumeelewa yote, sitasema mengi kwa video kabisa mumeipata. Tuwapeleke sasa mu access za Kinigi kwenye mapigano ni makali. Mapigano haya ambayo yalianza asubuhi ya leo, niwaambia kwamba yanaendeshwa na wasi wa M23 na washirika wa RDF wanaowasaidia mvita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Waliatake Chugi na pia wakatake kwenye muhimili wa Kinigi. Chugi mpaka kwa sasa ingali ndani wazalendo, hata kama waliatake wasi wa M23 depuis asubuhi. Chugi ingali kabisa mu mikono ya wazalendo. M23 haijaweza kuingia mwingine wa Chugi, ilizuiliwa na wazalendo na FARDC katika vilima vinavyoangalia mwingine wa Chugi. Kwenye wasi wa M23 walitokea na wako na shambulia hawa wazalendo, walifika pale na wanatokea wapi? Maeneo za Kinigi, plito katika eneo za Kaniro njo kwenye walitokea, na sasa Kinigi njo kwenye nako kuko mapigano makali zaidi. Kinigi apres atake ya M23 RDF zidi ya FARDC na wazalendo ambao walikuwa wamekontrole eneo hiyo, FARDC waliondoka mwingine wa Kinigi ya pata saa 10 kwa sababu vitu vilikuwa deja na viko na haribika mkinigi. Mabombe zilikuwa ziko napiga mwingine wa Kinigi. Kuna pale msantra ya Kinigi bombe zilianguka pale, mabotike zikaribiwa, nyumba zikalunguzwa. Nje FARDC wakaona ke population deja wako na pigwa na mabombe na M23 wakaondoka mwingine wa Kinigi. Deja wakajiinstale kwenye mlima wa Bisunzu ili waondoke wakaji wasiendelee kubombarde wakaji wale wasi wa M23 ambao walikuwa mwatake. Wakaokipe mlima wa Bisunzu unao angalia kabisa lokalite ya Kinigi hapo chini. Njo wakaanza nao kulanse sasa maroketi zidi ya wahasi wa M23 ambao walikuwa wameatake mwingine huo wa Kinigi kwa ajili ya kurekipere. Kwa sasa mwingine wa Kinigi ukawa uko katikati ya pande mbili. Wasi wa M23 kutokea Kaniro wanasimamia muvilima vya ngambo ya Kinigi
wako na pigana na FARDC ambayo iko installe mlima wa Bisunzu pale ngambo ya Kinigi. Waliacha mwingine wa Kinigi usiendelee kuharibiwa na mabombe za vita, wote wakajiinstalle kwenye mlima. Ndio sasa mapigano yanaendelea hatari katika eneo zile. Nadhani ya kwamba pale kabisa tuko rendana kwa 5-5. Situation ingali mapigano yanaendelea, wote hakuna hata parti yote ambayo ina control Kinigi. Mais FARDC ilitoka ndani kwa sababu mabombe yalikuwa yakirushwa directement na kubombarder manyumba za wakaji population pale. Video tutaiwapa mu group na chaîne ya WhatsApp hapa, tuwezi tukaitia kwa sababu iko ndani mabombardement, ikionyesha manyumba ziko na lungula. Ndio maana hapa aturuhusiwi kuitia komedia ku group na kushare, njoo kwenye tutaitia. Njoo vile kabisa jinsi hali iko katika eneo ya Kinigi. Mapigano ni makali. Wanajeshi wa AFC M23 tena siku ya leo walirenforce sana Rubaya. Mes frères, Rubaya ni eneo ya thamani sana kwa AFC M23. Jana tuliwaambia kuhusu renfort zenye zilifika pale. Leo tena yapata kamio 7 zilishuka mwingine wa Rubaya ili kupigana na FARDC na wazalendo ambao wanakaribia mwingine wa Rubaya wakisonga mbele polepole depuis juzi. Rubaya unajua ni eneo yenye uchivaji madini. AFC M23 itakuwa imepoteza akose niseme 40% ya nguvu zao, kwa sababu pale ndio kwenye wanatoshaka franka mingi wa maeneo yote yenye wanaya kontrole. Ndio maana wana renforcer sana. Kamio 7 kabisa za kujaa wanajeshi ziliwasili katika mwingine wa Rubaya siku ya leo, na directement wote watakuwa envoyé kulinye defo katika eneo za Kinigi kwenye wako na pigana na wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo. Na mapigano ambayo yako maeneo hizo mefre, wanajeshi wa AFC M23 walibabaika wakakimbia kufro za maeneo ya Chugi. Waliokimbia kufro za maeneo ya Chugi waliuawa katika eneo ya Kibabi Buporo na wanajeshi wa AFC M23 ambao walikuwa wamekuja kurenforcer, wakakutana wenzao waisha kimbia Chugi, njo wakawaua. Tuko napata bila ya wanajeshi 15 wa AFC M23 ambao waliuawa pale hadharani mbele ya wakaji, wakiwaua kwa sababu wamekimbia vita moto wa wazalendo na FARDC katika mwingine wa Chugi. Na ile mefre, acha niseme ya kwamba ni kama ni kama vraiment kupenda tu kuua, kwa sababu hakuna wasioshindwa kuvita. Sasa akisha kimbia kwa sababu ameshindwa unamuua, ile inamaanisha nini mefrere? Hao wasi wa AFC M23 nawaambiaka kwamba objectif yao tu ni wa progresser, mkufe msikufe, akuwe mmoja wa progresser. Ndio maana hao waliokimbia waliuawa directement na wenzao pale katika eneo ya Buporo mu eneo ya Kibabi. Tukiendelea na taarifa zetu moja kwa moja, tuwaambie kuhusu watu 5 ambao walikufa mapigano katika eneo ya Mbayo. Pale tuko mu territoire ya Kabare, ngambo za Kavumu axe za kwenda mu park national ya Kauzi Biega. Hao watu 5 walikufa jana kuliripotiwa mapigano makali kati ya FARDC na wazalendo pamoja na wasi wa AFC M23 katika village ya Mbayo inayopatikana kilomita chache na eneo ya Kavumu. Mwingine wa Mbayo kama kawaida unakaliwa na wasi wa AFC Plito na wanajeshi wa wazalendo. AFC M23 inapendaka iwatake ikitokea maeneo ya Kavumu ili isonge mbele ikamate mwingine huo na kuingia mparke nationale ya Kauzi Biega, na binashindikana. Jana waliatakiwa wakapigana. Sasa kuna wakaji ambao walikuwa ndani ya kazi zao za mashambani, donc walikuwa wakilima. Wakaji hao walikuja kujikuta kabisa katikati ya mapigano. Njo wakati mapigano yalikuwa yakiendelea na moto umewaka, wakapatwa kabisa na mabale perdi, deja wakakufa wote 5. Ni huzuni sana.
tunasema pole sana kabisa kwa familia zao wakaaji eneo ambayo, pole kwa kukutana kabisa na hasara kama na hiyo, watu 5 wote wakakufa. Mapigano tunasemaka kwamba ni mabaya sana, na population ifo kukuwa vigila sana wakati wa mapigano. Kwenye kuko vita kabisa ni kukimbia njo kitu kizuri. Ifo unakimbia, basi Mungu afanye vingine na ushaokoa maisha yako. Tunasema pole sana kwa wakaaji wa Mbayo ambao waliamka kabisa na huzuni kutokana na hao watu ambao walikufa. Tuendelee na taarifa zetu, tuambie kuhusu jeshi la Kongo ambalo lilidai hatua zinazofaa ndani ya vikosi vilivyoweka kwenye mstari wa mbele kuhusiana na kukabiliana kwa Ebola. Mlipuko ama hii virusi ya Ebola ya 17 ambayo ilitokea katika nchi ya Kongo ambayo inajaa kabisa shughuli za kijeshi kati ya vikosi vya serikali na wasi wa AFC M23 wanaungwa mkono na Rwanda, pamoja na vurugu kubwa zidi ya raia zinazohusishwa na wasi wa ADF ambao wanaendelea kusababisha uharibifu licha ya operation za pamoja za kijeshi zinazofanywa na vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikosi vya Uganda. Zaidi ya hayo, shughuli za wanamgambo kadhaa wa eneo hilo ikiwa ni pamoja na ushirikiano na ushiriki wa maendeleo ya Kongo, kundi la Zaire, CRP na vikundi vingine vyenye silaha. Wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri wa Jumatano, naibu waziri mkuu wa waziri wa ulinzi wa kitaifa Guy Kabombo alijadili hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kukabiliana na mlipuko mpya wa Ebola. Kulingana na muhtasari wa mkutano huo, alionyesha kwamba alikuwa amemwagiza mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Lieutenant General Jules Mbaza Milambwe kutekeleza hatua zinazofaa ndani ya vitengo vilivyowekwa uwanjani ili kuzuia kuenea kwa janga hilo miongoni mwa wanajeshi. Katika hotuba yake alisema kwamba kwa kukabiliana na janga jipya la Ebola linaloathiri sehemu za majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameagizwa kuweka hatua zinazofaa ndani ya vitengo vinavyohusika ili kuzuia kuenea kwa janga hilo. Donko FARDC ilikamata hatua ya kusaidia wanajeshi kutia kabisa maekipe ya kupima Ebola, vifaa vyote, mavaccine zipewe wanajeshi wenyewe kufro ili wasikutane na janga la Ebola wakati wako muvita kabisa vinavyolenga kurekipere maeneo ya Kongo yanayokaliwa na wasi wa AFC M23 mashariki mwa nchi ya Kongo. Mefrere, hizo ndizo habari ambazo tulizipata leo mchana huu kabisa kutoka kwenye uwanja wa vita. Tunawashukuru sana na tuna matumaini kwamba mko nasikia na kuelewa jinsi hali iko na evolue kulinye defo. Tunawaomba tu kusubscribe ili wakati wowote mkoe nazipata taarifa zetu zote, na Mungu awalinde. Basi mchana huu tupatane tena ndani ya taarifa zifuatazo za jioni ya leo. Merci beaucoup.